Inapendeza na kuleta raha siku zote, mimi kuambia, na wakati ambapo inapendeza na inapoleta raha lazima tuweze kuimumunya sote kwa pamoja. Karibu ndani ya Gumzo la Spoti, ameweka viwanjani chini ya mwavuli ya Gagaya la Spoti, ameweka radio sauti yetu. Mimi mtoto wa mama, kijana wa Wanyore, kijana ya Luanda John Anthony. Ora, tazama ligi kuu hapa nchini Kenya. Kumbuka KPL ilikuwa inaingia mzunguko wake kwamba SportPesa Premier League ilikuwa inaingia mzunguko wake wa 20 kama sijakosea, na vile vile ligi ile NSL pia imekuwa ikichezwa, na atakuwa tunaanza na ligi ile NSL, maana yake mechi nyingi sana zilikuwa zinapigwa matokeo ya siku ya Jumamosi na vile vile hapo jana siku ya Jumapili. Naivas walipiga dhidi ya Equity na wakatoka sare ya kufungana goli 1-1. Huko FC Talanta wakapiga dhidi ya Vihiga United, na FC Talanta akiwa nyumbani alipata faida ya magoli 3-1. Huku Kibera Black Stars akipiga dhidi ya Soy United akapata ushindi mwenyeji Kibera Black Stars. Siku ya Jumapili hapo jana Nzoia Sugar alipiga dhidi ya Gucha Stars. Gucha Stars kumbuka itokea kule katika kaunti ya Kisii. Kuitaja Gucha Stars uweze kutaja Shabana, wale ni mandugu. Kwa hivyo Nzoia Sugar akiwa nyumbani walikukuntwa 2-0 na Fortune Sacco bali si Fortune MJ. Kwambia kwamba Antonio najua umenitaja bana, sema Fortune ni Fortune MJ. Sio Fortune MJ bali ni Fortune Sacco FC akiwa nyumbani alipigwa 0-1 dhidi ya Mofa, na huyu Mofa anakuja vizuri sana. Kumbuka Mofa inamilikiwa naye Michael Olunga, captain wa Harambee Stars. Ambia kwamba football ama Michael Olunga Football Academy alipata ushindi wa goli 1-0, alama 3 nzuri. Alafu 3KFC akahakisha kwamba anapiga mtu 5-0. Naoni Luanda Villa, timu ya kwangu toka kule maeneo ya Vihiga, kungutwa 5-0. Yaani unapigwa tu mkono. Kazi ipo. Mwatate United dhidi ya Darajani Gogo kutoka sare ya kufungana goli 1-1. Alafu mwana Mombasa United akiwa nyumbani alipata ushindi mnono sana. Kumbuka Mombasa United wenzao Bandari walikuwa wanapiga dhidi ya FC Leopard. Kumbuka huyu Mombasa United atokea kule Mombasa, vile vile Bandari atokea kule maeneo ya Mombasa, na mechi kati ya Bandari na FC Leopard ilitoka sare ya kutofungana 0-0. Alafu Mombasa United naye katika ligi ya NSL akapata ushindi wa magoli 4-0 dhidi ya Kisumu All Stars. Migori Youth alipata ushindi, aliendeleza ushindi wake mwembamba, alipata ushindi mwembamba goli 1-0. Lakini cha muhimu alama 3 muhimu dhidi ya Nairobi City Stars. Tazama namba ambavyo jedwali hilo lilivyo. Anaendelea kuongoza Migori Youth kwa alama 40 baada ya kupiga mechi 20. Ameshinda mechi 12, ametoka sare mechi 4, amepoteza mechi 4. Na hivi sasa anaongoza jedwali lile la NSL akiwa na alama 40. Nafasi ya pili Mombasa United, kumbuka ametoshana alama na huyu mwana Mombasa United na mwana Migori, lakini utofauti wa magoli. Maana wote wamepiga mechi sawia, mechi 20. Alafu Mofa yake Michael Olunga Football Foundation nafasi ya 3 akiwa na alama 38. Equity Bank ni wa 4 kwa alama 34. Alafu anafunga tano bora Fortune Sacco akiwa na alama 32. Kisumu All Stars, MCF Family, alafu Mwatate United na Viga United wanashikilia nafasi ya 17, 18 na 19 na 20 mtawalia, wote katika ile hatari ya kushushua daraja, wana alama 21, 16, 15 na 12 mtawalia. Na kumbuka hii ndio ligi ambayo ile klabu ya MCF waliweza kujiondoa, aliinua mikono juu akasema kwamba sisi hapa tutakuwa tunashiriki ligi. Nakumbuka wao kwa kujiondoa imeleta mchanganyiko. Kumbuka mwenda zake hayati Raila angekwambia pala leta mchanganyiko. Lakini hapa MCF Family wameleta mchanganyiko. Kivipi? Kumbuka sasa zile timu ambazo zilikuwa zishacheza na maana MCF lazima ya kwamba waweze kudondoshwa zile alama. Alafu mwisho wa siku zile timu ambazo zilikuwa zinapanga kucheza na MCF Family zikapatiwa alama za bwerere. Will that happen? Alafu kikubwa zaidi tutakuwa tumesalia na timu ambazo ni less. Nakwambia kwamba less team, kumbuka nafasi zikawa 20 ndio ziweze kuwa na ile muingiano na ule muelewano sawa. Kwa hivyo kikubwa zaidi kwenye comment section America Media tuambia kwamba unaona ni nani ambaye atakuwa anafanya vizuri katika ligi ya NSL. Maana hivi sasa anaongoza Migori Youth. Tutakuwa tunamuona akipanda katika ligi kuu nchini Kenya SportPesa Premier League. Yuko pale Mombasa United, yuko pale Mofa. Banana kwa uzuri sana pale kwenye comment section utakuwa unaweka kauli za kwako hapo, utakuwa nakutendea haki kuhakikisha kwamba nazisoma namna ambavyo utakuwa umeziweka kwenye comment section. Katika ligi kuu hapa nchini Kenya KPL ama SportPesa Premier League, kumbuka hivi sasa inajulikana kama SportPesa Premier League, ligi ambayo inaenziwa na wengi sana, ligi ambayo ina ushindani baina ya Gor Mahia na FC Leopard. Na hapo siku ya Jumamosi Posta Rangers alipiga dhidi ya Shabana. Kumbuka Shabana alisafiri hadi kule Posta Rangers kuweza kuzipiga katika uwanja wa Kasarani Annex na akapata ushindi Shabana magoli 2-0. Mathare United dhidi ya Tusker. Mathare United akampiga Tusker. Kumbuka Tusker alikuwa anaongoza
mwisho wa siku akatoka nyuma na Mathare United na akapata ushindi wa magoli 3-1. Tusker ndio vilabu ambao tumekuwa tukiviona vikifanya kazi vizuri sana, vikipiga mtu, lakini mwisho wa siku mambo hayako sawa. Kumbuka alipoondoka Robert Matano, masaibu yakaanza. Ndio hivi sasa wale wana mvinyo pata kwamba wanaweza kupuyanga. Bandari United dhidi ya FC Leopard. Bandari wakiwa nyumbani walipata ama walitoka sare alama moja muhimu wakiwa nyumbani dhidi ya FC Leopard. Kumbuka FC Leopard walisafiri wengine kutoka Kakamega, Busia, Bungoma kwenda kule Mombasa. Atakwambia kwamba walishanunua Shivungu yu. Ashakumsi matusi. Walishanunua Shivungu kusafiri kwenda kule Mombasa kuweza kuzipiga dhidi ya Bandari, lakini mwisho wa siku katoka sare ya kutofungana 0-0. Kumbuka klabu yake anayemiliki Fred Ambani nakwambia kwamba ipo siku. Jana tu kuona hiyo siku, maana yake walitoka sare. APS Bomet walipiga dhidi ya Gor Mahia kule maeneo ya Green Awendo Stadium kule Kericho. Akiwa nyumbani mwana APS Bomet alikungutwa 2-1 dhidi ya Gor Mahia. Gor Mahia ameendeleza msururu wake matokeo mazuri kwa kupata ushindi wa magoli 2-1. Sofapaka masaibu yake aliendelea kuweza kukungutwa na Murang'a Seals magoli 3-2. Kumbuka Sofapaka ndo baadhi ya Sofapaka, Tusker, kimtazama tu nani huyu mwana Bandari, Posta Ranger, ni vilabu ambao tumekuwa tukiviona vikifanya vizuri, lakini mwisho wa siku utaona kwamba wanapuyanga. Yani ya jamaa wanacheza tu yenyewe. Soccer is business. Atakwambia Antonio, soccer is business. Ni sawa, nimekubaliana kwamba soccer is business. KCB alitoka sare ya goli 1-1 dhidi ya Kariobangi Sharks, huku Ulinzi Stars wakitoka vile vile sare ya goli 1-1 dhidi ya Kenya Police. Kumbuka hapo awali vile vile Kakamega Homeboys, timu ambayo hivi sasa inaomboleza, maana yake walimpoteza mchezaji wa kwao majuma mawili yaliyopita, na hivi sasa walipata ushindi wa magoli 4-1, ushindi mkubwa sana. Natazama namna ambavyo jedwali lile lilivyo hivi sasa. Gor Mahia kama dawa atakwambia kwamba Kogalu inaongoza kwa alama 43, huku FC Leopard akishikilia nafasi ya pili kwa alama 37. FC Leopard anashikilia nafasi ya pili kwa alama 37. Murang'a Seals anashikilia nafasi ya 4 kwa alama 33. Kakamega Homeboys baada ya kupata ushindi hapo siku ya Jumamosi anashikilia nafasi ya 5 akiwa kwa alama akiwa na alama 31. Huyu mwana Kariobangi Sharks, Bidco United na Sofapaka masaibu yao yanaendelea. Kumbuka Sofapaka na burura mkia. Ana alama 14 baada ya kupiga mechi 20, ameshinda mechi 3, ameweza kutoka sare mechi 5 na kupoteza mechi 12. Bidco United nafasi ya 17 alama 16. Kariobangi Sharks nafasi ya 16 ana alama 18. Ndio namna ambavyo jedwali hilo lilivyo. Kumbuka mtu atauliza Antonio na Tusker wanashikilia nafasi ya ngapi? Tusker nafasi ya 9, Nairobi United nafasi ya 10, afunga 10 bora. Mathare United 11, Posta Rangers 12, alafu Mara Sugar nafasi ya 13. Ulinzi Stars ambao kidogo wamekuwa wakifanya vizuri hivi sasa, tazama wanashikilia nafasi ya 14. Vile vile ndio ligi ambayo utakuwa unaniambia kwa nani ambaye atakuwa anaenda nayo. Maana nafasi ya kwanza ni Gor Mahia ana alama 43. Nafasi ya pili ni FC Leopard. Na maanisha kwamba Gor Mahia akiteleza tu kidogo, apoteze mechi moja ama akatoke sare mechi ambazo zinafuatia na FC Leopard akapata ushindi, FC Leopard atakuwa anafanya nini? Watakuwa na mpiko. Na ni ligi ambayo imeanza kuwa na ushindani, maana yake FC Leopard yuko pale juu na vile vile Gor Mahia yuko pale juu. Kikubwa zaidi kwenye comment section, je, unadhani kwamba ni wakati mwafaka wa FC Leopard kubeba ile taji? Manake hawako mbali sana. Ama unadhani kwamba Gor Mahia wataendeleza msururu wake wa kuweza kulibeba taji na kuweza kupoteza ile ladha? Manake mtu mmoja ama anakuambia kwamba tamu ikizidi sana huwa chungu. Nataki iwe kawe chungu katika ligi hii ya KPL. Maana Gor Mahia tumemwona akibeba sana. Itakuwa mwamko mpya ikiwa FC Leopard watakuwa na beba ile taji. Kwenye comment section utakuwa unaniwekea hapo kwenye comment section na sitakuwa naisoma namna ambavyo utakuwa umeweza kuweka hapo. Katika ligi kuu ya kule Uingereza, kwambia kwamba ligi ambayo inaizwa na wengi, ligi ambayo baadhi ya mechi zinapochezwa Manchester United, Arsenal, Chelsea, shughuli nyingi zinasitishwa, kama ni usafiri, kama ulikuwa kuna date, majuzi tumekuwa nasikia Valentine's Day, inabaki umefanya nini? Umeweza kuahirisha, maana timu kubwa zinapiga. Tangalia namna ambavyo mechi ambazo zitakuwa. Kumbuka weekend hii hakujakuwa na mechi, tumekuwa tumekipisha yale mashindano ya FA. Tukwambia kwamba FA na jana tumemwona Arsenal ukipata mnyonge pata mnyonge mlangaria Arsenal amepiga mtu vibaya sana jana bila huruma. Piga yule mwana Wigan magoli 4-0, komboa ufe. Kuambia kwamba komboa ufe. Na ligi yote itakuwa inaendelea weekend ijayo tarehe 21 na vile tarehe 22. Tarehe 21 siku ya Jumamosi, tarehe 22 siku ya Jumapili. Aston Villa tupiga dhidi ya Leeds. Na katika ubashiri wa kwangu, Aston Villa dhidi ya Leeds, patia Aston Villa ushindi wa magoli 2-1.
Hiyo ni ubashiri wa kwangu. Brighton dhidi ya Brentford. Kumbuka hizi ni timu ambazo huwa zinavutana sana. Cheza jiji. Hata kina sana weka sare. Chelsea dhidi ya Burnley, patie Chelsea ushindi. Maana Chelsea hivi sasa katika ile mshuru wa kupata nini? Wa kupata ushindi. Patie Chelsea ushindi na ucheze over 2.5. Alafu West Ham watapiga dhidi ya Bournemouth siku ya Jumamosi. West Ham dhidi ya Bournemouth, cheza jiji. Over 2.5 itaingia. Manchester City dhidi ya Newcastle, patia City ushindi wa magoli mengi sana, goli 3, lakini Newcastle waenda katoa jiji. Jiji over 2.5. Siku ya Jumapili Crystal Palace tapiga dhidi ya Wolverhampton. Wolves kumbuka amekuwa kikungutwa na hata hamna mechi ambayo ameshinda huyu mwana Wolves kama si mechi dhidi ya Manchester United. Yaani Wolves alipiga peke yake, alipiga Manchester United peke yake. Kwa hivyo atakuwa anafuatana dhidi ya Crystal Palace, mechi ambayo itakwambia cheza jiji huenda akapata kitu. Mwisho wa siku vile vile sare pia inaweza ikaita. Alafu Nottingham Forest dhidi ya Liverpool, patie Liverpool ushindi ama cheza no jiji. Sunderland dhidi ya Fulham, jiji both team to score. Sunderland dhidi ya Fulham kutakuwa na magoli over 2.5 or both team to score. Tottenham dhidi ya Arsenal, mechi kubwa sana ambayo imeweza kuangaziwa. Mechi ambayo ikiwa Arsenal atakaa vibaya, na kaniambia mwenzangu Papa Chiteri ya kwamba hiyo ni mechi ambayo mwisho wa siku huenda Arsenal wakaweza kupuyanga, lakini mimi kwa upande wa kwangu cheza jiji kutakuwa na magoli. Alafu kikubwa zaidi manake ni ndugu zetu Arsenal, mimi sina ubaya. Sina ubaya. Ile Tottenham tumemwona na matokeo yake ambayo hajakuwa akifurahisha. Amekuwa akiweza kupuyanga, amepigwa toka sare. Nakumbuka alitoka sare dhidi ya Manchester City. Kwa hivyo napatana na Arsenal, cheza over 2.5 ama ucheze Arsenal to win. Na namna ambavyo mambo yalivyo katika ligi kuu ya kule Uingereza. Lakini kabla sijasepa nitakupatia namna ambavyo jedwali lilivyo. Maana hivi sasa bado nakwambia kwamba Antonio Ndovu ni kuu. Na Ndovu anapokuwa ni mkuu basi anashikilia pale juu, ana alama 57. Nafasi ya pili Manchester City ana alama 53. Kumbuka mechi moja peke yake. Ikiwa atakuwa anateleza Arsenal, City atakuwa na mpiku. Aston Villa nafasi ya 3 ana alama 50. Alafu Manchester United nafasi ya 4. Manchester United nafasi ya 4 ana alama 45. Chelsea ana kila nafasi ya 5 kwa alama 44. Liverpool nafasi ya 6 kwa alama 42. Brentford nafasi ya 7 kwa alama 40. Alafu nafasi ya 8 ni Everton kwa alama 37. Bournemouth ni ya 9 kwa alama 37. Huku Newcastle anafunga 10 bora kwa alama 36. West Ham, Burnley, Wolves katika hatari ya kushuka daraja alama 10 ama nafasi ya 18, 14, 18, 19, 20 mtawalia ana alama 24, 18 na alama 9. Na namna hivyo jedwali lile lilivyo. Vile vile katika ligi kuu ya kule Uingereza, who will be doing great? Nani ambaye atakuwa anafanya vizuri kwenye comment section? Nani ambaye atakuwa anaenda nao? City kumbuka amekuja vizuri, anampiga mtu, anacheza kichampioni. Unajua wakati ambapo unataka kukua bingwa, mpige mtu tuone kwamba yenyewe yeye unaenda nayo, si kushinda goli 1-0. Maana City anapokupata na kutandika kama ni 3 bila huruma, hiyo inaonyesha kwamba kuna kitu ambacho unakitaka. Kikubwa zaidi usikose kuendelea kufuatilia katika kurasa zetu za Facebook, TikTok, Instagram na Twitter. Pale TikTok tafuta Tamaika Entertainment, Amaika TV, vile vile Amaika Media. Instagram tafuta Tamaika Media Official, vile pale X. Alafu YouTube tafuta Tamaika Radio, Amaika TV, Amaika Media. Facebook Amaika Media, Amaika Radio. Kikubwa zaidi uka download our app at Amaika Radio app. Mimi mtoto mama, kijana wa Nyore, kijana wa Luanda, John Anthony Orawa. Amaika Radio, hii ni sauti yetu. Usibonyeze kidude.